Hii ni An-Nisaa TV. Assalamu alaikum mtazamaji wa An-Nisaa TV, bila shaka karibu kwenye kipindi chetu cha Swahaba al-Khair asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, na ndani ya studio niko na mgeni hapa ambaye ni mama mtetezi wa haki za walemavu. Habari yako mama? Mzuri sana. Naam, karibu sana studioni. Asante sana. Labda uanze kwa kujitambulisha, wewe ni nani, unatoka wapi? Kwa majina naitwa Charity Chahasi. Mimi ninafanya kazi na shirika la kijamii la Tunaweza ambalo linahusu na mambo ya kutetea haki za walemavu na economic empowerment ya watu ambao wako na ulemavu. Kwa hivyo nimekuja studio hapa na ninafuraha sana kuwa katika studio hii ili tuweze kujadiliana mambo zaidi na tuweze kujua zaidi kuhusu mambo na watu walemavu na walemavu katika biashara na haki za walemavu. Naam, umesema shirika linaitwa Tunaweza. Ndio. Kwa nini likapewa jina hilo kwanza? Hili iliwekwa jina Tunaweza kwa sababu tunaweza maana yake kwa Kizungu we are able. Kwa hivyo watu zaidi walikuwa wanaona katika jamii ya kwamba walemavu hawawezi, lakini sisi tulijiita hilo jina kuona ya kwamba sisi kuonyesha ya kwamba sisi tunaweza, si ati vile watu walikuwa wanatuita disabled, lakini sisi ni watu ambao tunajiweza na tunaweza kufanya mambo katika jamii na maendeleo kama watu wengine vile. Hata kukiwa na nini tunakuwa na ile resilient ya kwamba sisi tunaweza. Ndio. Tukianza na masuala ya haki za kibinadamu na haki za walemavu. Ndio. Je, labda hizi haki zinazingatiwa? Kwa kusema ukweli, haki za walemavu hazijazingatiwa vile inavyotakikana. Kwa sababu kama hizo haki za walemavu zingekuwa zinazingatiwa vile inatakikana, walemavu saa hii hawangekuwa katika hali walivyo saa hii. Lakini kwa sababu hizo haki za walemavu hazizingatiwi, ndio maana walemavu saa hii bado wana languish in poverty, na walemavu saa hii hata wale wako youth hawana kazi. Ni kwa sababu haki za walemavu hazijazingatiwa vilivyo. Hata ningesema ya kwamba nimekuja hapa katika studio hii, lakini pale nje kuna stairs ambapo singeweza kupanda kuingia kwa studio. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba bado kuna ile haki ya walemavu katika jamii, katika serikali, katika mambo yote, ya kwamba haijawahi zingatiwa vile inatakikana katika katiba yetu ya Kenya. Ndio. Na kuhusu swala la utetezi wa watu wenye ulemavu, watoto, vijana, labda sofa mmeweza kutetea ama wangapi wameweza kudhulumiwa kwanza? Ni wengi wa walemavu wamedhulumiwa, kwa sababu nikisema idadi ni miaka tumefanya hii kazi, nimefanya hii kazi ya kutetezi ya walemavu. Kwa hivyo ni walemavu wengi sana. Takwimu ya kuanzia Januari hadi sasa ama kuanzia mwaka jana na hadi sasa? Kuanzia Januari hadi sasa ningesema ya kwamba walemavu wa kudhulumiwa kijinsia, kudhulumiwa kijinsia ni walemavu, niseme kwa mfano kwa upande wetu wa Tunaweza, niseme kwa mfano ni kama walemavu 20 wamedhulumiwa kijinsia na mambo na dhuluma ya kijinsia kwa walemavu, ile mambo ya nini, mambo ya kudhulumiwa kijinsia na mambo ya kunyang'anywa mali kwa sababu ni mwanamke na ni mlemavu na hatakikani mali zake kwa hata na shamba kwao. Okay, kuhusu swala hilo la kudhulumiwa kijinsia, je, wameshapata haki? Ama kwa kusema ukweli, kuna wale wamepata haki, lakini wengine bado kesi zao ziko bado zinaendelea, na wengine wanafika njiani wanachoka, sasa wanawacha kusonga mbele. Lakini tunajaribu kama sisi kama shirika la Tunaweza ya kwamba tuzidi kusukuma zaidi hii mchakato wetu wa kutetea haki za walemavu na zaidi pia haki za kijinsia sana zaidi. Umezungumzia kuhusu swala la
mali, kwamba wananyimwa mali, wanakosa mali. Je, swala hili kuhusiana na masuala ya urithi, je, walemavu wako na nafasi ya kurithi mali za baba zao maybe ama wanadhulumiwa? Walemavu wana haki ya kurithi mali kama mtu mwingine yote awaye yule. Kwa sababu najua sasa Kenya kuna wale wanawake pia tunajua wana haki ya kurithi mali ya baba yao, na kwa walemavu kuna wanawake na kuna wanaume, si ndio? Kwa hivyo mlemavu ana haki kama mtu yule yote yule ya kurithi mali ya jamii. Lakini kuna jamii, kwa sababu ya ile mawazo ya kijamii, kwamba kuna jamii ambazo zimenyima walemavu haki ya kurithi mali ya jamii. Hata kuna walemavu wale ambao si wanawake lakini wanaume, lakini wamenyimwa haki ya kurithi mali yao kwa sababu yeye ni mlemavu ambaye hatakikani kurithi ile mali ya jamii. Na hilo ni jambo mbaya sana. Inatakikana tuendelee kutetea hiyo ya kwamba walemavu, awe ni mwanamke awe ni mwanaume, ana haki ya kurithi mali ya jamii. Ndio wananyang'anywa zile mali ya jamii kwa sababu ni walemavu na hana chochote chenye anaweza fanya. Ndio. Na tukiachana masuala ya haki za walemavu, tuende katika masuala ya empowerment. Je, tunaweza inafanya nini ili kuweza kuwasaidia katika kuboresha maisha ya walemavu? Kabla tujamaliza pale, ningependa kusema ya kwamba katika hiyo hali ya kutetea haki ya walemavu ni kwamba tarehe 8 mwaka huu wa Machi niliweza kupata awarded kwa 25, there were 25 women ambao walikuwa wanakuwa awarded whole of Africa. So I was one of the women who were awarded katika Africa, ambaye anatoka Kenya, ambaye nilikuwa awarded kwa kutetea haki ya walemavu na pia haki ya wakina mama. So wakina mama zaidi wale ambao wana ulemavu. Kwa hivyo hiyo sisi tunafanya na kazi inaonekana. Tukiingilia upande wa pongezi sana kwanza kwa kupata tuzo hiyo. Kwa hiyo Afrika imekutambua. Ndio. Si Kenya pekee yake. Si Kenya pekee yake. Pongezi sana kwa kazi hiyo. Ndio. Tukiendelea katika masuala ya empowerment, labda tunaweza tukiendelea katika masuala ya empowerment, kwanza kabisa sisi kama tunashughulika na shughuli mbalimbali. Kwa mfano tunafundisha walemavu na si walemavu peke yake, hata na wale ambao wasichana wanafanya makazi manyumbani wanakuja pia kujifundisha mambo na tailoring, kushona. Kwa hivyo wanajifundisha kushona na wanajifundisha design mbalimbali ya kushona. Zaidi tunashona sana vikapu, tunavishona different designs of vikapu, tunashona hizi reusable pads na pia tunashona nguo. Kwa hivyo wale tunawafundisha kushona, alafu pia wanashona, na pia tunawafundisha pia na mambo ya biashara. Kama mtu ameshona, unaweza kufanya biashara yako namna hii. Kwa hivyo tunawafundisha mambo na tailoring. Ya pili tunafanya economic empowerment na kutengeneza peanut butter. Na hiyo peanut butter tunaitengeneza na tuna machine ambayo ni ya jua kali machine ambayo tunaitengeneza peanut butter, na hiyo peanut butter imekuwa certified. Kwa hivyo ni nzuri ya kuconsume. Alafu pia tuna biashara nyingine tunafanya ya kutengeza shanga. Tunatengeza different shanga ya shingoni, ya mkononi, ya mguuni. Kabla tuende kwa shanga, ningependa kuonyesha mtazamaji ile peanut butter ambayo kwamba tunatengeneza. Ndio. Hii ni peanut butter tunatengeneza, tunaweza. Na hii peanut butter iko certified. Tunatengeneza crunchy na pia tunatengeneza smooth peanut butter. Na hii peanut butter hatujaongeza maji, hatujaongeza vitu vingine vyote. Kile tumeongeza kidogo ni kachumvi kidogo tu, a pinch, kwa sababu ya preservative. Kwa hivyo hii peanut butter iko very much okay for use by anybody mwenye anaweza kutumia.
Vile vile pia tunatengeneza ile peanut nyingine ambayo hatuongezi pia kachumvi kidogo, kwa sababu kuna wale watu wa diabetic na nini wanaweza kutumia hiyo peanut butter. Kwa hivyo hii ni ya 500 grams ambayo tunaitengeneza, na hii 500 grams tunauza 450 Kenya shillings. It is very sweet peanut butter, na peanut butter inakupatia vitamins, protein, amino acids, hizo zote inakupatia. Kuna mtazamaji maybe yuko Nairobi. Yes. Labda anauliza swali, hii peanut butter nitapata vipi? Kama wewe uko Nairobi unaorder hii peanut butter, na nafikiri ukioda hii peanut butter wewe kama uko Nairobi unaweza kuletewa hii peanut butter. Hii peanut butter utaletewa kama uko Nairobi. Tunawekanga sana tunatumia bus ama any package tunaweza kutumia kukuletea, lakini wewe mwenyewe utagharamikia hiyo ya kukuletea huko, expense ya kukuletea huko Nairobi. Lakini kama uko Nairobi waweza ipata kwenda kwa haraka sana. Tunatengeneza, tuko pia na roasted peanuts, yani njugu karanga, ambazo tunauza pia, si kuja nazo hapa, lakini tunauza pia njugu karanga, na pia cookies tunatengeneza kwa peanut butter, na keki pia natengeneza kwa peanut butter. Na mimi ni mzuri sana kutengeneza keki. Kwa hivyo lete order Okay, sawa mtazamaji, unavyosikia hapo ni mama yetu huyu Charity Chahasi, ambaye kwamba ni mkurugenzi katika ile shirika la Tunaweza Women with Disability, ambalo kwamba liko Mombasa. Shughuli yao kubwa ni kutetea haki za walemavu. Pia wamejikita katika masuala na biashara na empowerment, na leo yuko studioni hapa. Umesema kwamba kando na peanut butter, tailoring, kuna gani nyingine kwamba unatengeneza? Kuna jewelry. Nitaomba nikuonyeshe. Tunatengeneza pia shanga, na shanga zetu ziko hapa, zile ambazo tunatengeneza. Nitakuonyesha hizi vikapu, naziona nimebebea pia, hizo ni vikapu ambazo tunatengeneza. Kwa hivyo tunatengeneza shanga zingine kama hizi, kwa mfano tunatengeneza kama hizo, na tunatengeneza zingine kama hizi nzuri sana za shingoni, na kuna za mkononi nimekuambia ndio hizi, unaweza kuvaa kwa mkono. Na hizi ni bead tunatengeneza kwa makaratasi. Karatasi hizi za kawaida. Makaratasi za kawaida. Nitakuonyesha ile shanga pia ya shingoni tunatengeneza kwa hizi makaratasi za kawaida. Na hii ni key holder tunatengeneza kwa bottle, ile bottle inaitwa bottle top. Sasa hapa tuna hii shanga. I just show you vile ilivyo nyingi hivi hapo. Haina neno hivyo. Kwa hivyo hizi shanga iko hapa. Hii ukiona hii ni makaratasi. Nimechukua hii kwa sababu ni multicolor, na kuna zile tumepaka rangi na ile ambayo haijapakwa rangi. Kwa hivyo multicolor mtu anaweza kuvaa na nguo yoyote, lakini hii ukiona hii ni makaratasi. Tunatengeneza kwa zile makaratasi ambazo watu watumii tena, za posters, flyers, calendars, na hizo makaratasi zote tunatengeneza. Hii hata newspapers. Hii tunatengeneza kwa bottle ile tunaona, hii ni ile ya kifuniko ya maji ya soda tunatengeneza, na hii ni kwa hiyo makaratasi, na unaweza kuivaa kwa sababu iko na blada ambayo unaweza ivaa kwa mkono. Kwa hivyo tunatengeneza hii kutoka kwa makaratasi kwa sababu pia sisi kama tunaamini mambo na environment yetu kuwa clean, na kutengeneza mambo na climate change. Pia tuone ya kwamba mazingira yetu iko sawa na mazingira yetu iko safi. Tunaambia watu watuletee makaratasi ambayo hawatumii, kama ya posters, kama ya flyers, kama hizi za wanasiasa pia wanatumia hizi posters zao, kama wamaliza nao wasitupe, wanatuletea. Wale watu maofisi, vitabu ambao hawatumii tena wanaweza kutuletea, na tunatengeza hizi shanga. Kwa hivyo tunaamini sana mambo na climate change na environment yetu kuwa
safi zaidi na zaidi. Kwa hiyo mtazamaji, kama unavyoona hapa, kando na utetezi wa haki za binadamu, saa za walemavu, pia kikundi hiki kinajihusisha katika masuala ya utunzaji wa mazingira. Kama unavyoona hizi ni shanga, na mimi mwenyewe pia sijaamini kama ni karatasi, lakini kweli wanatunza mazingira vizuri. Hawezi amini kama ni, yaani ukiangalia hawezi amini kama ni karatasi. Ndio, hawezi amini kama hii ni karatasi. Lakini wanatengeneza. Hata vile nimeweka kwa mkono hivi, huwezi jua ni karatasi. Kwa hiyo kando na masuala mazima ya haki za binadamu, ndio mnatunza mazingira. Natunza mazingira vizuri sana. Okay. Na kingine ambacho mnafanya ni gani? Kingine ambacho tunatengeneza hizi flowers, these flowers. Nataka nichukue that one. Ni sawa tu. Okay. Tunatengeneza hizi flowers. Hizi flowers tunatengeneza kutoka kwa chupa. Hii ukiona hapa ni chupa ya club soda, ile ya Sprite. Na hii ni ile bottle opener. Na hii ni ile inaitwa Pride, ile ya kuosha vyombo, ile ukimaliza kwa jikoni unaosha vyombo. Haijamalizika kutengenezwa yote, haitakaa hivi. Kiona itakaa ambayo si hiyo kabisa, lakini hii ni hiyo. Na tunatengeza hizi maua kutoka kwa hiyo, kwa sababu plastic ni mbaya sana kwa mazingira, na plastic inaharibu zaidi mazingira. Kwa hivyo sisi kama tunaweza, tuliona to design product, kwa sababu kazi yetu ni kutengeneza vitu na kudesign na innovation, a lot of innovation and innovation. Kwa hivyo tunatengeneza hizi maua so that katika plastic kutokee product ambayo inaweza kuleta mapato. Kwa hivyo pia tunafundisha walemavu pia ya kwamba wanaweza tengeneza vitu kama hivi na wanaweza kupata mapato kutoka hapo, kwa sababu hizi hazitahitaji wewe kwenda kuangalia sana materials nje, ni kurokota zile chupa na hizi vitu zote na kutengeneza hizi maua, na unaweza pata market ukauza na ukatumia. Na hii ni kwa sababu ya tunatetea mambo na climate change, mambo na mazingira, ili ya kwamba mazingira yetu yakuwe masafi, yasiharibiwe na plastic. Kwa mtazamaji, wale wapenzi wa kutoa maua na kupeana maua, basi mnaweza tembelea shirika hili na kupata maua ya plastiki, kama kwamba utakuwa unampelekea yule unayempelekea, pia utakuwa umetetea, umelinda mazingira. Ndio. Yes. Kuja na maua nyingine, kuna maua nyingine tumetengeneza, ingawa si hii, lakini unaona hii ni ile ya mafuta. Hata zile mafuta masaluni, kama mko pale mnatuletea hizo plastiki zenu, tunatengeneza hizo maua. Kwa hivyo hii haitakuwa tu hivi, tutatoa hii na itakuwa kitu ambao ukiona hivi hauoni ni chupa. Na hii maua tumetengeneza kama hii ya red, tumetengeneza wakati wa Valentine, na tukatengeneza haya maua wakati wa Valentine. Hii ni mifuko ambayo tulikuwa tunatumia, alafu zikabaki, so tunatengeneza hii, badala ya kuzitupa tunatengeneza hii maua ya red. Na hii maua ya red tumetengeneza rose flowers during the Valentine, sikubeba moja during Valentine, lakini na picha za hizo na tukaziuza vizuri sana. Tukapata pesa. Kwa hivyo naweza kupata pesa kutokana na kitu ambayo naona akifai lakini kinafaa. Ikiwa ni katika hali ile ya kutunza mazingira, katika kutunza alafu usable part. Sawa, hizo tutazionyesha baadaye. Kwa hiyo kuna swala lingine kuhusu empowerment. Katika masuala na digital skills, labda mnawasaidia vipi wale walemavu ili kuweza awe digital na wao? Okay, sisi kama tuna program ya inaitwa EWD Apprenticeship Program. Hiyo ni program ambayo na digital, lakini tuna wale walemavu ambao ni youth peke yake, kwa sababu youth wengi wako walemavu ni wengi sana, lakini hawana kazi. Hata kunapata pale wengine wakatana university degree lakini hawana kazi. So tuna embark
kwa hao katika youth with disability ambao tunashirikiana na Ajira Digital ambao wanakuja kuwafundisha kuhusu mambo na digital marketing, digital skills, na sisi kama tunaweza tunawamenta na kuwafundisha zaidi ili waweze kusonga mbele zaidi. Manake tunaamini ya kwamba mlemavu akiwa empowered kama bado ni youth, akikuwa zaidi atakuwa hana shida yoyote ya kwenda kuomba barabarani. Kwa hivyo tunawamenta katika hiyo digital skills, na tumekuwa na first cohort ambao ilikuwa last year wakamaliza. This year tuna second cohort ya walemavu, na wale walienda pia kuna wengine kupata kazi, na wengine pia wameanza biashara zao kwa sababu tulisema ya kwamba wanaweza kuanza biashara. Kwa hivyo hii program inasaidia zaidi wale youth ambao wako walemavu, na hii digital pia wanatusaidia katika digital marketing ya products zetu pia. That is what they are doing, to market our products online digitally, na pia kujifundisha mambo na content creation. Wenyewe pia wanaweza kufanya content zao wakaweza kupata pesa, na pia na sisi wana market our products na wanatengeza content kuhusu tunaweza na tunaweza kusonga mbele namna hiyo. Kwa hiyo hii program tunashirikiana na Ajira Digital ambao wana facilitate hawa youth, na sisi tunawamenta digital. Kufikia sasa wangapi wameweza kunufaika na mradi huo? Kufikia sasa ni wale tulianza mwaka jana, na kufikia sasa ni 20 youth with disability. Wow. Lakini wale ambao wako katika kohoni, lakini kuna wale ambao tumewafundisha ambao hatujawachukua pale, tutawachukua tena kama program ikiendelea. Kuna wale tumewafundisha tu wanafika 100 youth with disabilities. Tumechukua kati ya 110 tena tumechukua 10, na ikiendelea pia tutachukua wengine, na bado tutakuwa na mafundisho ya hao mwaka ujao. Next month pia tutakuwa tuna train other youth pia digitally. Kwa sababu watu tuna train 30, lakini wale tunachukua internship ni 10. Ndio. Labda tukimalizia kuna hili swala ambalo kwamba tukitembea kule mjini ama vijijini huko unapatana na idadi kubwa sana ya walemavu ambao kwamba wanaomba na wengine wapo katika hali mbaya sana. Labda kwa kifupi uelezee swala hili linachangana na nini? Maybe ni jamii ndio inawashughulikia vizuri, na kwa nini waende mitaani kuomba? Jinsi vile nimekuambia mwanzo, kuna hawa youth with disabilities, na hawa youth with disabilities hata wengi wao hawana kazi. So kukosa kazi kuna wafanya wale waende kuomba barabarani, kwa sababu mara nyingi mlemavu kama labda interview imeitwa, hiyo interview ikiitwa, huyo ni youth mlemavu ana degree, lakini sasa akienda mtu anamwangalia hivi, na sasa kama mimi nikienda ataangalia huyo sasa hawezi hii kazi, na hajui huyo ndiye anaweza hiyo kazi zaidi kushinda hata mtu mwingine. Sasa anaangalia yule youth ni mlemavu, huyu hawezi hii kazi, sasa huyo naye ataweza vipi hii kazi? Huyu hawezi hii kazi. Sasa atasema asante, tutakuita. So wanafanya nini? Hawauiti walemavu katika kazi. Kwa hivyo space ya walemavu katika kazi, hakuna space for person with disability katika kazi. Kiona kama vijana hakuna, wengi wanalia hakuna kazi. Sasa walemavu ni zaidi ya kwamba hawana kazi. Kwa hivyo inachangia ya kwamba kijamii kwanza, kuanzia pale mlemavu amelelewa, akija katika society ile kuwa discriminated na mambo yote katika society, inakuja mpaka kwa all over, niseme kama government ama nini, walemavu mambo yao haijaenda vile inatakikana, hata kikatiba yenyewe haijaenda hivyo kabisa. Kwa hivyo tumekuwa tunalilia sana walemavu katika kazi, walemavu wapate nafasi katika kazi.
lakini ni vigumu. Hata appointments zenye zinatengenezwa na serikali unaona hakuna mlemavu yoyote. Ukienda katika hata affirmative action ya wanawake, walemavu ambao ni with disability ambao ni wamama hawapewi zile chance zile affirmative action ya wamama. Utaona ni wale wamama wengine, lakini hawa wamama walemavu hawapewi zile chance. Utapata hata katika, niseme kwa mfano, hata ukiangalia katika county yetu ya Mombasa, utapata ya kwamba kuna only one person with disability mwenye na huyo ni a man with disability, lakini a woman disability hayuko, na inatakikana katika every county kuwe walemavu wawili. Sasa zile nafasi zikichukuliwa zikipewa wale watu ambao si walemavu, unapata ya kwamba hawa walemavu wanaendelea kukosa kazi. Halafu pia zile fedha zinatakikana zipewe walemavu kufanya biashara, hizo fedha walemavu hawapati. Kwa hivyo sasa kama hawa walemavu hawapati zile fedha za kufanya zile biashara, inakuwa ni ngumu sana. Mpaka mlemavu, kuna wengine walikuwa wanatafuta mambo sana na National Council card nini, wengine wanakaa miaka mingi hiyo kadi haikuji. Kama mimi nilikaa wakati mwingine mpaka ikabidi nishtaki kwa swala hilo la kadi na vitambulisho. Je, walemavu wengi wako na vitambulisho? Walemavu national IDs walemavu wanazo national IDs, lakini ile huwa inasumbua ni kama wale hawana zijui, lakini national IDs wale nimekuwa nao wengi wana national IDs, lakini huwa inasumbua ni mpaka ukue identified kama mlemavu Kenya. Sasa ile ya National Council for Persons with Disabilities ndio huwa inaleta shida sana, na hiyo bila hiyo wewe kama mlemavu huwezi kupata ile manufaa inatakikana ya kiserikali. Hata ukienda kazi inatakikana upeane hiyo pia katika zile dokumenti zako zenye unapeana. Katika biashara inatakikana upeane hiyo katika documents unapeana. Sasa unajua kama imewekwa kweli kwa KRA kuna exemption, si ndio, na walemavu katika tax niseme kwa biashara. Lakini sasa kuna vitu yule mlemavu kupata ni shida, ndio sasa afikie ile KRA kupata zile exemption. Na hizo vitu kupata huwa ni ngumu sana. Kwa hivyo walemavu wanaenda barabarani kwa sababu wale natakikana wafanye biashara, fedha ya kufanya biashara hakuna. Wale natakikana wapate kazi, space ya kazi kwa walemavu sahi katika nchi ya Kenya haipo, ndio maana wako pale barabarani. Na wengine pia jamii ilikataa pia kusomesha wengine. Sasa akija huku alikuwa amezoesha kule nyumbani kupelekwa pale barabarani na kwenda kuomba na kupeana kwa jamii fedha. Sasa akija huku town pia anazoea hiyo kuomba, na kwa sababu hakupelekwa shuleni wazazi waliona huyu anatakana aombe. Kwa hivyo shida ni hiyo, documents walemavu kupata za exemption ya walemavu huwa ni kazi ngumu sana kupata. Ndio maana hiyo huwa inaleta shida, na mlemavu lazima uonyeshe zile documents. Labda cha kuongezea ili tumalize? Mimi cha kuongezea ili tumalize, nilikuwa sijaongea kuhusu reusable pad, na sisi tunatengeneza reusable sanitary pad, na hizi reusable sanitary pad ni za wasichana katika mashule, wale ambao hawawezi kununua zile pad zingine, na hizi reusable pad anaweza kutumia for 3 years bila kununua a pad. Kwa hivyo iko very important ya kwamba government pia ina support businesses za walemavu, kwa sababu the government has to support kama zile wananunua kule ng'ambo pad zingine, na kama kuna organizations ama kuna groups za walemavu zinatengeneza hizi pad, ile orders wakipeleka kule nje na percentage fulani pia wanapeleka kwa walemavu, so that walemavu wanaweza kusonga mbele. Kama sisi tunahitaji order kutoka kwenu government ya reusable sanitary pad, maana mnanunua nyingi kutoka kule nje. Alafu ile ya mwisho ningeongezea, tumekuwa tunaangazia sasa sana kuhusu mambo na accessibility
roads, barabara zetu haziko accessible kwa walemavu kutembea. Ndio mambo inafanya walemavu wanakuwa na shida kutembea. Unapata ya kwamba kutembea na kufikia pale mlemavu anahitaji kufanya hata shughuli zake ni shida. Ya pili pia magari zetu, naona kama matatu haiko favorable kwa mlemavu. Mando mimi siku hizi sipandi matatu kwa sababu ina shida kubwa kupanda na kushuka. Anaona huyu anasumbua akishuka polepole akipanda polepole. Alafu magari kama vile katiba inasema magari zitengenezwe, public vehicles tunaambia serikali zitengenezwe suitable kwa walemavu, wanaweza panda, wanaweza shuka. Ingine ni kuhusu majumba zetu. Majumba zetu zaidi ya serikali tuliongea mara nyingi sana kuhusu mambo na bima tawa, tumeongea sana kuhusu mambo na betting control, mambo na office ya governor is not accessible kuingia kwa ofisi yake yenyewe. Ukienda kwa county assembly hakuko suitable, vile tulilia wakatengeza rampu kidogo pale mbele, lakini kule ndani bado kuna stairs ukiingia ukienda ndani. Ukienda kwa county commissioner's office, hizo maofisi na zingine zote tunatakikana majumba ziwekwe accessible kwa walemavu. Tunaendelea na hilo jambo la kuhakikisha kwamba these buildings are accessible to persons with disabilities. Tumepeleka last petition kwa Senate na tunaamini ya kwamba wasipofanya hivyo itabidi twende sasa tuwapeleke kotini, manake ni haki yetu. Micho zaidi act ya walemavu iliweza kupita, ile ilikuwa mambo amended, na ningependa tu kutahadharisha watu ya kwamba wewe ukiniita kiwete mimi nitakupeleka kotini ukafungwe miaka 2. Kae huko kwa sababu mwache kuita walemavu viwete. Yeah. Ya pili, usimtukane mtu ambaye ni mlemavu. Ama umtreat kwa njia ambayo haifai, kwa sababu kuna fine utalipa ama kuna fedha utalipa ni kwa sababu ya kudhulumu ama achukua vibaya mtu ambaye ako na ulemavu kwa sababu ya ulemavu wake. Haya mambo ninaamini ya kwamba wakati mwingine utaniita, ingawaje hapa pako friendly sana, lakini niweze kuongea kuchambua hiyo act ya kwamba watu waelewe, jamii elewe, ijue siku moja anaweza kuchukuliwa alafu apelekwe ndani aseme kwa nini huyu ni mlemavu, lakini anajua anaweza fungwa miaka 2, miaka 3, ina ama alipe fine milioni 1 nini. Kwa hivyo natakikana jamii ielewe sheria za walemavu ziko namna gani, ili watu wasitreat walemavu vibaya, maana wanaweza kuchukuliwa hatua. Ndio. Naam, mtazamaji, kama ulivyosikia kutoka kwa Charity Chahasi ambaye kwamba ni mkurugenzi kutoka shirika lile la Tunaweza Women with Disability. Na kama ulivyosikia kwamba wao shughuli kubwa yao ni kuweza kutetea wale ambao kwamba wana ulemavu, pia wanafanya business na empowerment, na pia wanashughulikia masuala na climate change na digital skills. Basi hadi hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha kipindi chetu. Nimekuwa mtayarishi wako Athman Nchini. Hii ni An-Nisaa TV.